Basi acha nimshukuru Mungu ili tuweze kuendelea na somo letu la leo. Baba yetu na Mungu wetu ketie mahali pa juu palipoinuka, asante kwa jioni nyingine ambayo Mungu umenipa kibali na neema ya kuweza kusimama hapa. Roho Mtakatifu tendaye kazi ndani yangu, naomba unisaidie Bwana, niweze kunena yale uliyokusudia watu wako waweze kuyasikia. Ninalitukuza jina lako, ninakualika hapa Roho Mtakatifu, fungua masikio ya rohoni na mioyo, watu wakapate kusikia kila ambacho umekusudia Bwana. Ni wewe tu Roho Mtakatifu ujuaye haya yote nimeyafanya kwa sababu umeniwezesha. Baada ya hapa sifa na utukufu zikurudia wewe. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu kwamba siku ya Jumatano nilipata pia nafasi ya kusimama. Wale ambao walikuwepo tulijifunza somo zuri sana ambalo lilikuwa linaeleza juu ya vita wanayopitia watu wa Mungu. Tulimwangalia Ayubu na mambo aliyoyapitia kwenye maisha yake, vita alizopitia kwenye maisha yake. Biblia inasema Ayubu alikuwa na watoto wazuri, alikuwa na mali, alikuwa na kila kitu. Lakini hiyo ilikuwa ni sifa za kawaida. Lakini Biblia inasema Ayubu huyu alikuwa ni mkamilifu mbele za Bwana. Maana yake matendo yake, mawazo yake, mwenendo wake ulikuwa umekamilika mbele za Bwana. Lakini Ayubu akapitia mateso na jaribu zito. Lakini maandiko yanasema katika hayo yote Ayubu hakumtenda Mungu dhambi. Nikasema tafsiri ya kauli ya Ayubu hakumtenda Mungu dhambi, maana yake ni kwamba katika yote ambayo Ayubu aliyapitia akufanya jambo lolote lililostahili yeye atubu mbele ya Mungu. Ndiyo maana ya hakutenda dhambi. Maana yake katika mateso aliyopitia, mawazo yake, fikra zake za moyoni, hakumkosea Mungu. Ndiyo maana ya kauli ya kwamba hakumtenda Mungu dhambi. Tarudisha kwetu, tunapopitia kwenye majaribu tunafanya nini? Unapojifunza maandiko haya, unaposhinda na njaa tu, unafanya kitu gani? Hii tunachukua muda kwa nasema kama Ayubu, sisi tunapopitia kwenye majaribu tunafanya nini? Yawezekana tukawa na rundo la dhambi la kwenda kutubu mbele za Bwana. Utakavyowaza, utakavyonena kwenye yale mapito unayopitia, utakuwa na rundo la mambo mengi ya kutubu mbele za Bwana. Lakini maandiko yakatuambia Ayubu na hayo yote, kondoo 3,000, ngamia wamepotea, shetani hakulizika, akasema Mungu sasa nyama kwa nyama, kuanzia kwenye utoshi mpaka kwenye uwayo ni majipu. Lakini maandiko yanasema hakuanza vibaya, hakusema vibaya, hakufikiri vibaya. Kawa ni somo zuri kwangu mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa leo Mungu ametupa neema nyingine tena ya kuweza kujifunza pamoja wakati tunashikilia maiki. Mungu ametupa neema ya kuweza kujifunza somo jingine linalosema
Umuhimu wa Roho Mtakatifu katika vita ya kiroho. Umuhimu wa Roho Mtakatifu katika vita ya kiroho. Umeshaandika? Umuhimu wa Roho Mtakatifu katika vita ya kiroho. Nayo maandiko machache ambayo tutagusia yanayohusiana na Roho Mtakatifu na tutaendelea kuangalia zaidi. Injili ya Yohana sura ya 14 mstari ule wa 15 hadi wa 18. Alafu utaandika kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 14 hadi wa 17. Umuhimu wa Roho Mtakatifu katika vita ya kiroho. Umuhimu Roho Mtakatifu katika vita ya kiroho. Naomba msomaji pate kunisomea vizuri. Soma Yohana 14. Ninasema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumwoni wala haumtambui. Bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Amen. Amen. Naomba usome Warumi sura ya 8 mstari wa 14 hadi wa 17. Alafu sasa tutaendelea na mafafanuzi ya somo letu. Warumi 8:14 hadi 17. Biblia inasema, kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu au ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yaani Baba. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Na kama tu watoto wa Mungu, basi tu warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo, naam, tukiteswa pamoja naye, ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo tuko pamoja. Kama nilivyosema, kichwa chetu kinasema umuhimu wa Roho Mtakatifu katika vita ya kiroho. Somo letu lina mambo makubwa mawili tu hapo juu, Roho Mtakatifu na vita ya kiroho, ambayo mambo haya siyo mageni sana. Lakini kabla sijaendelea, hivi Roho Mtakatifu ni nani? Pentekoste wataandika magorofani. Dakika moja tu mbili umekutana na mtu hamjui Roho Mtakatifu. Nimewahi kupita sehemu moja nikakuta mabishano makubwa juu ya habari ya Roho Mtakatifu. Sasa ni wewe umepita sehemu hiyo, umekuta watu wanajiuliza, Roho Mtakatifu ni nani? Nani anaweza kuniambia Roho Mtakatifu ni nani? Roho Mtakatifu ni nani? Huyu. Naona kuna mkono pale, tunaenda na muda. Yesu asifiwe. Kwa mimi ninavyoelewa, Roho Mtakatifu ni Mungu, pia ni nafsi ya tatu ya Mungu. Amen. Roho Mtakatifu ni Mungu na ni nafsi ya tatu katika Mungu mmoja. Kwa ushahidi upi? Kwa ushahidi upi Roho Mtakatifu ni Mungu? Nimekwambia nimewahi kupita mahali nikakutana na watu wanavutana, wamejaa pale, na Waislamu wako pale, wanataka kujua
Roho Mtakatifu ni nani. Sasa sawa, Pentekoste umesema Roho Mtakatifu ni Mungu. Kwa sifa zipi, kwa sababu zipi Roho Mtakatifu ni Mungu? Naomba mkono. Na dakika 5 tu imalize. Sio lazima wewe urudie. Ninataka tujifunze kabla tujiendelea hapa. Roho Mtakatifu ni nani? Kwani wewe watoto wako wanawafundisha kwamba Roho Mtakatifu ni nani? Roho Mtakatifu ni Mungu kivipi? Huyu Roho Mtakatifu ni Mungu. Hilo unalowaza ndio jibu. Wala usiogope. Nzuri mwalimu Nyunyusa yuko pale anaangalia darasa lake anashangaa. Roho Mtakatifu. Nishawaambia watu kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu. Sasa wanataka ushahidi. Ukisoma ile Mwanzo 1:26, Mungu alisema tufanye mtu kwa mfano wetu. Mimi ninaamini pale alikuwa anasema yeye Mungu, Muumbaji, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu alikuwa. Nitaelewa kweli. Mwingine? Mungu akubariki kwa kujaribu. Ndio maana tunakuwa na Sunday school. Yaani tamani mikono yote iko juu. Roho Mtakatifu ni Mungu kwa sababu 1, 2, 3. Sasa leo karibu mtumishi wa Bwana Debora. Roho Mtakatifu ni Mungu. Nipe sababu 5. Mtu anakuuliza. Mimi sio 5. Ndio unaulizwa sasa. Amen. Roho Mtakatifu ni Mungu. Ukisoma kwenye kitabu cha Yohana 6:63 nasema Roho ndiyo itiayo uzima, mwili ni roho. Naomba nisomee naona vizuri. Yohana 6:63. Mwingine anasema Roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Neno hayo niliwaambia ni roho, tena ni uzima. Amen. Roho Mtakatifu ni Mungu kwa sababu wakati wa uumbaji alikuwepo na Mungu alipulizia mtu roho ambao ni uzima alikuwa ameweka ndani yetu. Wanaposema Roho Mtakatifu ni nafsi ya 3 katika uumbaji ambapo kuna Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Katika uhai roho ndio ile pumzi iliyokuwa imeingia ndani yetu. Na kwa hiyo ile andiko linatuambia kabisa kwamba ndio itayo uzima. Na Mungu asante. Mwingine wa mwisho, naona majibu yanakuja lakini naona hayajanyooka vizuri. Kanisa la Bwana, Roho Mtakatifu ni nani? Amesema mtumishi wa Mungu pale Roho Mtakatifu ni Mungu. Na mimi nikasema exactly. Roho Mtakatifu ni nani? Mungu. Sasa anakuuliza, naomba ushahidi. Naomba ushahidi. Huyu Roho Mtakatifu anakuaje Mungu? Shirika mchungaji Mpina. Twende. Roho Mtakatifu ni Mungu. Blandina. Roho Mtakatifu ni Mungu. Anakuuliza, naomba ushahidi. Maana yake Sunday school haijafanya kazi vizuri. Ndio maana tunasisitiza kusoma Biblia, kuhudhuria Sunday school, kuwa na vipindi maalum vya kujifunza wewe mwenyewe. Sasa hili ni swali la wale watoto wa Jose kule. Ukiuliza Roho Mtakatifu ni Mungu, nipe sababu. Vinataja. Roho Mtakatifu ni Mungu kwa sababu ana sifa zote za Mungu. Sitakupa maandiko kwa sababu ya muda ukatafuta. Moja, ni muumbaji. Sio hivyo rahisi, ni muumbaji. Unatoa maandiko. Sasa
Mtumishi Neema hapa alikuwa anatoa maelezo. Sasa hayo ndio hilo andiko ndo la kuthibitisha ni muumbaji. Yuko kila mahali. Jamani, hizo ni sifa za Mungu. Kuna mwanadamu ana sifa za namna hiyo. Na maandiko ni mengi tele yamejaa yanayoelezea hizo sifa za Roho Mtakatifu. Sio hivyo tu. Anajua yote. Hakuna unalomdanganya. Huwezi kumficha. Anania alificha sehemu ya mali na mke wake. Walipokwenda kwa Petro, nani alimwambia Petro? Si Roho Mtakatifu. Petro anamwambia hujamdanganya mwanadamu, bali Roho umemdanganya Mungu, bali ni Roho Mtakatifu. Soma pale Matendo ya Mitume sura ya 5. Ana nguvu zote, anajua yote. Mtumishi wa Bwana, tusome Biblia na tuifanye Biblia kuwa ni sehemu ya maisha. Unauza chapati kule, ukitoka huko una Biblia. Unauza mandazi kule, unaendesha bodaboda kule, unafanya nini? Lazima mambo hayo yawepo. Pentekoste wa leo anaibwa mchana kweupe, anasilimishwa. Sasa twende, nilitaka tu tujue. Nimesema somo letu linasema umuhimu wa Roho Mtakatifu katika vita ya kiroho. Biblia imezungumza hasa Mtume Paulo alipokuwa akiandika juu ya vita tulio nayo kwa Wakorinto. Ameandika sura ile ya 2 mstari wa Korinto wa 2 sura ya 10 mstari ule wa 4 hadi wa 5. Kisoma pale anawaeleza juu ya vita ambayo Mkristo anayo. Lakini vita hii haipigani katika ulimwengu wa nyama, ingawa wakati mwingine matokeo yake yanaonekana katika ulimwengu wa nyama. Bwana Yesu asifiwe. Lakini chimbuko lake ni vita tunayopambana nayo katika ulimwengu wa roho. Wakati Mtume Paulo anawaandikia Waefeso, anawaeleza kitu kile kile. Vaeni silaha za Mungu, maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya wenye mamlaka, wakuu wa giza, majeshi. Ndiyo tunayopambana nayo. Haya yote hatuyaoni, lakini uhalisia ni kwamba tunayo vita inayopigana. Inapopiganwa katika ulimwengu wa roho, matokeo yanakuja katika ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Kama vita yako ni wewe ufukuzwe kazini, kama itatokea ya kwamba hakuna mapigano mazuri yaliyotokea katika ulimwengu wa roho, mwisho wake unasikia mtu amefukuzwa kazi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hilo limeanzia rohoni. Kwa hiyo Mtume Paulo anawaambia lazima wavae silaha. Sasa kumbe tunayo vita katika ulimwengu wa roho, na sisi ni wanadamu, hatuko huko. Sasa leo Mungu amenipa kanisa lijue umuhimu wa Roho Mtakatifu, na somo hili litakusaidia kiu ya kutaka kuwa na Roho Mtakatifu vizuri, hasa kwenye eneo hili la vita ya kiroho tunayopambana nayo, na jinsi Roho Mtakatifu anavyohusika pakubwa kwenye vita yetu ya ulimwengu wa roho tunayopigana nayo, na ambavyo Roho Mtakatifu anaweza kukushindia vita. Maana yake hapa kuna nafasi mbili, wewe na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Roho Mtakatifu siku zote anataka tushinde hii vita, lakini kama wewe huna ufahamu wa huyu Roho Mtakatifu na namna anavyohusika kwenye vita ulionayo, unaweza ukashinda. Kwa kushindwa siku zote si kwamba ni Roho Mtakatifu ameshindwa kukupigania, ila mara nyingi ni sisi wenyewe. Roho Mtakatifu alipoonyesha saini, dalili ya kwamba kuna vita ya namna hii katika ulimwengu wa roho, unatakiwa wewe uamke, ukae tayari ili ufanye nafasi yako na Roho Mtakatifu aingilie kati. Wewe ulikuwa umelala, uelewe, na mwisho wa siku
mambo yanatokea. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nafanya kazi, nasema nilikuwa mchanga. Wakati nafanya kazi kule Sengerema kabla sijahamia hapa Dar es Salaam, kumbe kuna vita ilitokea ya mimi kufukuzwa kazi. Sasa nikiwa nimekuja likizo kwa mke wangu Dar es Salaam, Roho Mtakatifu akanipa viashiria kwamba kuna kitu kinaendelea katika ulimwengu wa roho. Maana yake unatakiwa uchukue nafasi yako, mimi nikupiganie. Lengo langu sio wewe utoke pale, ubaki pale. Lengo sio biashara ile ifungwe. Roho Mtakatifu anataka uendelee pale pale na upande juu. Lakini inapotokea vita katika ulimwengu wa roho, Roho Mtakatifu huwa na play part ya kushinda vita na muamini aliyemwamini Kristo Yesu. Sasa kama huyu muamini hajui chochote kuhusiana na hayo, ndiyo wakati mwingine anashtukia jambo lile linatokea kama ajali. Lakini si kwamba ni ajali, lilikuwepo na Roho Mtakatifu alihusika, lakini kwa sababu mtu huyu amelala, haelewi, limekuja kama ajali. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wakati niko huku, Roho Mtakatifu ananipa saini mpaka mara 3. Mimi sielewi. Sasa viashiria Roho Mtakatifu anaweza akakupa kwa namna nyingi. Sasa mimi nataka leo tuangalie kazi anazozifanya Roho Mtakatifu na kutusaidia katika vita yetu ya kiroho. Sasa iwe ni kanisa, iwe ni binafsi, Roho Mtakatifu anahusika kote kote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wote niende na muda vizuri ili nisizidishe hata dakika moja kwenye zile 45, lakini unielewe. Na somo hili tusaidie kuwa na kiu ya kumtafuta Roho Mtakatifu. Najua wote hapa tunaye, lakini viwango vinatofautiana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Roho Mtakatifu anafanya kazi kubwa sana katika vita ya kiroho. Kazi tulionayo sisi ni kuhakikisha tuna connection nzuri na huyu Roho Mtakatifu ili tuweze kushinda kila nyakati na kila majira kwenye vita za kiroho tunazopitia. Sasa nianze na namna ya kwanza ambayo Roho Mtakatifu anatusaidia kushinda vita za kiroho. Jambo la kwanza, mambo anayoyafanya Roho Mtakatifu. Jambo la kwanza, andika, Roho Mtakatifu hutoa karama, ambazo karama hizi zinalisaidia kanisa kushinda vita ya kiroho, na karama hizi zinamsaidia muamini mmoja mmoja kushinda vita ya kiroho. Kumbuka ya kwamba hakuna karama yoyote inayotenda kazi ndani ya kanisa au ndani ya mtu isipokuwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanafahamu kwamba karama za Roho Mtakatifu ni silaha za vita za kiroho? Wangapi wanafahamu? Wengine hawafahamu. Nakuonyesha mfano. Roho Mtakatifu hutoa karama, na karama hizi anazitumia ndani ya kanisa kutusaidia kushinda vita ya kiroho, aidha ya kwako au kanisa kwa ujumla. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kwa habari ya karama, naomba tu tutasoma Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 4. Karama za Roho Mtakatifu hutenda kwa nguvu. Maana yake karama, tunapozungumzia karama, ni uwezesho wa kimungu ndani ya mtu unaofanya kazi kupitia Roho Mtakatifu. Sasa nitoe mfano. Siku moja, ilikuwa ni mwaka 2024 kama sikosei, nilimkaribisha ndugu yangu mmoja kuja nyumbani. Alinipigia simu, alikuwa na matatizo, nikamkaribisha kuja nyumbani. Wakati nimemkaribisha kuja nyumbani, alikuwa hajawahi kutembelea nyumbani kwangu. Nikamwambia njoo. Yeye alikuwa maeneo ya Morogoro vijijini.
Akatoka akaja nyumbani. Alipofika nyumbani akapaona nyumbani vizuri, akaanza kufanya kazi ndogo ndogo. Baadaye akaja kugundua kwamba kule aliko anapoteza muda, ni heri haje Dar es Salaam, kuna kipato kizuri. Sasa akanishirikisha. Aliponishirikisha jambo lile, nikamuuliza, wewe una mke, unakujaje bila kuwa na chumba cha kupanga? Lazima utafute chumba cha kupanga, upange, alafu ndio uhamishe familia. Ingawa nyumbani kwangu nilikuwa na chumba kiko wazi, kina kitanda na kila kitu, ila sikupenda katika maisha yangu huwa siruhusu mtu mwenye mke kuja kukaa kwangu. Sisi wanaume tunaweza kukaa pamoja hata miaka 20, lakini wanawake huwa ni ngumu. Kwa sikutaka ugomvi. Nikamwambia hapana, tafuta chumba, fedha unapata, hata kama una mimi nitakupa. Tafuta chumba ndio uhamishi. Basi akanielewa, lakini bado akafanya tofauti. Akatafuta chumba, lakini akatafuta chumba cha jirani kweli. Yaani kilikuwa kinatenganishwa na nyumba yangu hii, kama uchochoro huo ukuta unaofuatia ni chumba ambacho mimi nakupanga. Sasa nikaongea naye, bwana unakaaje hapa? Unakaaje hapa? Hakunielewa mpaka mara 3. Nikasema ngoja ninyamaza. Sija akasema nimekuja kwa ndugu yangu huyu sababu yeye Mungu amembariki, ameshapata nyumba, sasa anaona labda natakuja kuomba kwake, atafanya nini? Nikaamua kumwacha. Sasa wakati anakuja mke wake, Roho Mtakatifu akanipa ishara ambayo mimi nikachelewa kuielewa maana yake nini. Hapo ndipo sikisiki ilipoanza. Wakati nikiwa nimelala katika ulimwengu wa roho, nikaona amekuja na mke wake. Vizuri kabisa amemleta. Mke wake akaenda akaweka vitu, alafu akarudi kunisalimia. Wakati ninampokea alikuwa vizuri, anapendeza. Aliporudi nilikimbia hata sikumsalimia. Ana sura mbaya. Matiti haya yametoka huku mpaka magotini. Hiyo ni mtu wa aina gani? Sasa kosa nililofanya, wazo likaja kwamba labda ni tabia zake binafsi ndivyo alivyo. Kumbe nilitakiwa kwenda kwa mzee Kameta. Umuhimu wa kukimbia kwa mchungaji ni mueleze. Sasa wakati namueleza mchungaji, mzee Kameta akaniambia huyo mchawi. Nimeshachelewa. Yuko pale. Maana ningeharibu huko juu kwa juu. Sasa nazungumzia habari ya karama inayotusaidia kushinda vita vya kiroho. Ili uelewe na utake karama za Roho Mtakatifu ziwe ndani mwako. Sasa wakati tunaendelea na maisha, tukaanza kupambana na vita ngumu kweli. Juu ya yule bwana na mke wake. Tunapambana vita. Roho Mtakatifu akaona atunusuru. Akatumia karama ya unabii ndani ya kanisa. Iliyoko hapa. Mzee aliiomba. Na hivyo na manabii walikuwepo ambao Mungu alikuwa anawatumia. Ukatoka ujumbe kwa nabii mmoja kwenda kwa mchungaji. Bwana, Paulo Chaya anakaa na mtu ambaye ni mbaya kweli, anatakiwa kuondoka mara moja hapo alipo. Mzee akanipigia simu. Uko wapi? Niko nyumbani. Bwana, kuna mtu naishi naye ni mbaya kweli, anatakiwa aondoke hapo mara moja. Sasa mimi naishi na shemeji yangu pale nyumbani. Sasa shemeji yangu nimekaa naye miaka karibia 6. Tatizo lake ni ulevi. Kile mambo haya ya nguvu za giza yanatoa wapi? Kajiunga inagoma. Nini? Mwingine mwanamke huyu ndugu yangu, lakini huyu ndio tunapambana naye katika ulimwengu wa roho kila siku. Sasa ninamtoaje hapa? Yuko karibu kweli na maji anachota nyumbani kwangu, lakini amepanga. Siwezi kwenda kumwambia bwana ondoka hapa. Siwezi. Nini kimenisaidia kushinda hii vita? Karama za Roho Mtakatifu ndani ya kanisa. Basi nilichokifanya asubuhi, mimi na mke wangu mpaka kwa mchungaji. Bwana, tumeelewa mtu ni huyu, lakini amepanga. Hatuna amri ya kumuondoa pale. Siku hiyo ndio niliona kwamba unabii upo na unafanya kazi. Shida ni kwamba kanisa limepoa. Nilipofika pale mchungaji akaniambia, mimi siwezi kuhangaika na mambo haya, nimeshakuwa mzee, nimeomba karama.
ziwe ndani ya kanisa zinisaidie mambo haya. Niambia si manabii wapo? Akabeba simu. Kwa bahati mbaya nabii mwenyewe alishatolewa na Bwana, akampigia mama matatu. Kampigia akamwambia, bwana wewe ndio ulioleta ujumbe. Sasa amekuja na mke wake. Yule mtu amepanga kuuliza kwa Bwana afanyeje? Jamaa mzee akakata simu. Nikamuuliza mchungaji. Akaniambia subiri ndani ya dakika 6. Nikamwambia ina maana unasema mzee baada ya dakika 6 tutapata majibu? Akaniambia si mimi nimekuambia subiri. Kweli tukasubiri. Baada ya dakika 6 zile simu ikapiga. Akaniambia subiri, tunaupima kwa neno la Mungu. Kama utakuwa unaenda kinyume na neno la Mungu, sio Bwana. Basi. Sema kapiga baba, nimemuuliza Roho Mtakatifu. Amesema warudi nyumbani. Wao wakae watulie, wampende, wasimwambie jambo lolote, wampende, wamsaidie, ila waendelee kuomba. Mimi mwenyewe nitamhamisha. Basi tukarudi. Sasa jaribu likaja. Usiku mtoto wake amepagawa na mapepo. Akaomba msaada kwangu. Nataka niende, mwanamke ananizuia. Bwana watu ni wabaya usiende. Nikamwambia asikiliza, mzee alisema tuwapende. Siende kivipi? Ninakuwasaidia. Sasa hao watu unaendaje huko? Nikamwambia Yesu atanilinda. Nikaenda. Ilikuwa ni usiku sana, saa 6. Nilikuwa nasikia kumpigia mchungaji simu. Nikaenda. Asubuhi nikampigia simu mchungaji. Akaniambia ulifanya vizuri, ndivyo ulivyotakiwa kufanya. Unasikia mama, wakati mwingine tunapokataa msiseme wanaume sisi ni wajeuri. Yeye mna uzuri wenu lakini pia na changamoto zinakuwa. Basi. Sasa mambo yakakaa vizuri. Bwana, haikupita wiki. Sisi tunaendelea. Haikupita wiki anakuja kusema, "Bwana, mimi hapa sipaelewi, naomba niame." Kweli akaama, akaenda mbali. Amina. Ndio tukashinda. Kwa hiyo katika vita ya kiroho, Roho Mtakatifu anatoa karama ndani ya kanisa ili kutusaidia kushinda vita ya kiroho. Biblia ina mifano mingi ya karama zilizofanya kazi kwenye ushindi wa vita vya kiroho. Sasa changamoto ya kanisa la leo au waumini, tuna changamoto ya kupoa. Ndio maana hata karama nyingine tunashindwa kuziamini na zinashindwa kutusaidia. Kwa mimi kilichonisaidia ni huduma za unabii. Hiyo ilinisaidia. Na sio hilo tu, muda utoshi, hapo mambo mengi mimi kwenye huduma hii nimesaidiwa hapa magorofani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuangalie kwenye Biblia. Ukisoma kitabu cha Luka sura ya 20 mstari wa 19 hadi 26 utaona Yesu alivyoulizwa swali gumu. Yesu aliulizwa swali la mtego na wale Mafarisayo. Eti, mwalimu, tuambie, ni vizuri kutoa kodi kwa Kaisari? Unafikiri kwa ni swali dogo? Ilikuwa ni swali gumu la mtego. Kilichomsaidia Yesu ni neno la hekima kupitia Roho Mtakatifu. Sasa Biblia inasema lilikuwa ni swali la mtego, wanataka wamkamate. Sasa kupitia neno la hekima, Yesu anapata majibu ya hekima ya namna ya kumsaidia huyu. Tunaposema karama ya neno la hekima, ni uwezo wa kiroho unaotolewa na Roho Mtakatifu kutoa mwongozo sahihi wa kimungu katika kutatua changamoto. Yesu akaulizwa swali ambalo kwa akili ya kawaida angesemaje? Lakini Roho Mtakatifu akamfunulia mambo yake. Namwambia Yesu akamwambia, leteni shilingi hiyo ni ya nani? Wakamkabidhi. Picha hii ni ya nani? Ya Kaisari. Basi mpeni Kaisari yaliyo ya Kaisari, ya Mungu mpeni Mungu. Kuna mtu alirudi kumuuliza tena? Ukiangalia ile picha ya maigizo, kila mtu unaona anafanya hivi. Karama za Roho Mtakatifu zinapokuwa ndani ya kanisa, zinasaidia kanisa kushinda vita ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati maagenti wanaweza wakaingia ndani ya kanisa ambao hatuwezi kuwafahamu kwa akili zetu za kawaida. Kupitia hizi karama ndipo watu huwa wanafunuliwa kwamba ingawa ananena sana, anafagia sana,
anaimba sana, ndani yake sio. Karama za Roho Mtakatifu ni silaha ya vita ya kiroho ndani ya kanisa, na hizi zinaendeshwa na Roho Mtakatifu. Kama kanisa liko vizuri na Roho Mtakatifu, maana yake vitu hivi vinaweza kupita. Jiulize habari ya Sulemani. Nizungumzia habari ya karama. Sulemani. Hivi ile kesi ingekuwa katika akili za mwanadamu wa kawaida, ingeweza kutatulika kirahisi? Ingeweza kutatulika? Mmoja kalalia mtoto wake, wananyang'anyana mtoto. Huyu wa kwangu, huyu wa kwangu. Sasa kwa sababu Sulemani alikuwa na hekima itokayo juu, ile hekima ndiyo iliyoshuka ikaingia ndani ya Sulemani. Sulemani akapata jibu kwenye changamoto kubwa, akapata jibu. Sema, ni hivyo tu, kila mtu anang'ania, lete upanga, tunachinja. Wewe unaondoka na kiwiliwili cha huku, mwingine huku. Mmoja akashangilia, sawa na iwe hivyo. Toto ni wawili. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anatoa karama ndani ya kanisa, ambazo karama hizi ni silaha za vita vya kiroho. Neno la maarifa ni mojawapo ya karama ambayo pia inasaidia sana kanisa au waumini kushinda vita vya kiroho huko kwenye hali ngumu. Tunapozungumzia neno la maarifa, maana yake ni ufunuo wa Roho Mtakatifu unaotoa habari maalum ya mambo yaliyofichika. Naenda siwezi kuelezea sana kwa sababu ya muda, unielewe hivyo. Neno la maarifa ni ufunuo wa kimungu unaotoa taarifa za siri ambazo mwanadamu asingeweza kuzijua kwa akili yake. Hiyo ndiyo karama ya neno la maarifa. Sasa kuna wakati tunaweza kuingia mahali hatujui chochote. Kuna jambo linaendelea ni baya, ni mtego unaendelea ni mbaya. Karama kama hii inaweza kutumika kama silaha. Roho Mtakatifu akaleta neno la maarifa ndani ya kanisa, au mtu akakupa ufunuo nini cha kufanya ili usiingie kwenye mtego. Kuna watu walikuwa wanaingia kwenye madeni. Niwahi kusimuliwa mahali fulani, kuna kanisa liliwahi kuingia kwenye mtego wa mkopo. Fulani alikuwa anasimulia siku moja. Karama hizi ndio zinasaidia. Mchungaji akaingia vizuri, wakawasisi na maneno mengi mazuri sana. Walikuwa wana ujenzi. Na wao wakaingia. Baada ya kuingia pale, ilikuwa ni changamoto, makanisa likagawanyika. Sasa karama hizi zinapotenda kazi, ndizo huwa zinasaidia mambo haya. Siingie huku hapa. Kwa hiyo ndivyo Roho Mtakatifu anavyotumia karama kutusaidia kwenye vita za kiroho. Kwenye Biblia sitakaa hapa sana. Angalia habari za mfalme wa Shamu. Mfalme wa Shamu, mfalme wa Israeli Yoram. Utasoma Wafalme wa Pili sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 12. Utaona wakati Yoramu anapigana na Washamu. Biblia inasema mfalme wa Shamu kila alipokuwa anakusanya jeshi lake, wanajipanga ili wavamie Yerusalemu kwa siri, anakuta taarifa zimeshatoka kwa mfalme wa Israeli, kwa Yoramu. Mpaka ilipofikia hatua mfalme anachukia, anawaita waaguzi na majemadari, naomba mniambie, katikati yetu kuna nani anayetoa taarifa kule? Mbona kila tunapopanga vita ili tuwapige watu hao, tunakuta taarifa zetu zimekwisha julikana? Ndipo wale watu wakamwambia mfalme, wala usione kwamba kuna watu katikati yetu. Wale watu, katika watu wa hawa tunaotaka kupigana nao, katikati yao yupo nabii. Wakati ulikuwa ni wakati wa Elisha. Yule ndani yake kuna roho ya miungu, wanajua ni miungu kama ya kwao, inayojua ya siri hata unayowaza mfalme. Ndio maana kila tunapopanga hatuwezi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anavyosaidia kanisa, ndio Roho Mtakatifu anavyosaidia mshirika mmoja mmoja, kama atakuwa amekaa vizuri na Roho Mtakatifu.
Roho Mtakatifu ni wa muhimu sana kwenye maisha yetu tunapopitia vita ya kiroho. Hatimaye Washami hawakuweza kabisa kuwavizia Waisraeli. Hawakuweza kabisa kwa sababu Roho Mtakatifu kupitia neno la maarifa alikuwa anakuja kwa Elisha, anamwambia sikiliza, wanajipanga kuvizia, fanya hivi na hivi na hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni muhimu katika vita vya kiroho, sababu yeye hutoa karama kwa waumini au ndani ya kanisa ambazo zinatumika kama silaha ya kushinda vita, kama mifano niliyokupa. Lakini jambo la pili, Roho Mtakatifu hutupa nguvu na ujasiri katika nyakati za mapambano na nyakati za vita. Usipoweza kuendelea pale unapoogopa. Bwana Yesu asifiwe. Pale unapoogopa, Roho Mtakatifu anaweka ujasiri. Tunaposoma Biblia takatifu tunaona akina Petro. Petro alikuwa ni muoga kweli. Muoga. Waliwaogopa Mafarisayo. Waliwaogopa wakuu wa dini kwa sababu ya vitisho vyao. Lakini Biblia inasema walipojazwa nguvu ya Roho Mtakatifu, Petro hakuwa muoga tena. Petro yule anasimama anahubiri kwa ujasiri hata mbele ya viongozi wa dini. Hakuogopa kuna kufa tena, hakuogopa kuna nguvu za giza tena, hakuogopa chochote. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anaachilia ujasiri usiokuwa wa kawaida, maana Roho Mtakatifu sio mwoga. Anaachilia nguvu za ujasiri ndani ya mtu, ambazo nguvu hizo na ujasiri huo humfanya kuendelea hata katika nyakati ngumu ambazo kwenye akili ya kawaida usingeweza kupambana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni vizuri sana kuwa na Roho Mtakatifu kwenye maisha yao. Ni vizuri sana kutafuta uwepo wa Roho Mtakatifu. Tamalizia na kukuambia vitu vya kuzingatia ili Roho Mtakatifu aweze kufanya kazi yako vizuri ndani ya maisha yako na uweze kumsikia na kusaidia katika vita. Wanaleta ujasiri kwenye maisha ya muamini, ujasiri usiokuwa wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Ujasiri. Wakati hatujaokoka ulikuwa ukitishiwa kwamba huyo mtu ni hatari, akikutazama kwa jicho utalala. Ulikuwa unafanyaje? Atetemeka, wakati mwingine unapiga magoti. Mtu mmoja aliondoka vibaya kwa mchungaji wake, anaenda kufanya biashara. Kijana mmoja ameondoka na hata ujasiri ya kuwa nao. Ameondoka vibaya kwa mchungaji wake. Amepata biashara sehemu, hajamuaga mchungaji wake na huduma anayo kanisani. Amebeba biashara, anakwenda Morogoro kwenye Magulio. Anakwenda kufanya biashara kule. Mchungaji hana taarifa. Mchungaji anauliza fulani yuko wapi? Anampigia simu, baba niko Morogoro. Morogoro umemwaga nani mwanangu? Baba unajua kaenda hivi kawa hivi. Janja wa washirika. Sawa. Mchungaji naye akamwambia haya mwanangu fanikiwe. Lakini Roho Mtakatifu alikuwa amechukia. Imefika siku ya gulio, alikuwa na nguo. Haenda pale. Alipofika mtaa ule wakamwambia sikiliza. Wewe umetoka wapi? Mbona hatukufahamu? Mimi nimetoka Dar es Salaam. Kutoka Dar es Salaam. Hapa kuna wazee. Unaona wale wazee wanaokaa pale? Nenda uwasalimie. Ndio utaweza kufanya kazi yako. Maana unapeleka chochote, ni mazee yako pale yana matumbo. Yanapiga bao. Maana yake wanaokuja pale wanayanyenyekea, wanatoa sukari, wanatoa nini? Sakajifanya. Bwana mimi nimeokoka. Kumbe hajatoka vizuri kwa mchungaji wake. Jamani, wakati mwingine sikilize sana tunapofundishwa na wachungaji. Sikiliza sana. Baba yako wa kiroho ni sawa na yani ulivyoishi na baba yako. Kuna siku moja mtu mmoja alikuwa anapitia changamoto fulani. Hapa kanisani sema. Wakati mwingine wapo ambao wanapitia kwangu wanaomba ushauri. Sasa anataka kufanya maamuzi fulani. Nikamuuliza swali. Katika maisha yako uliokuwa, baba yako hajawahi kukutandika au kuchukia akatamka vibaya? Mchungaji alishawahi. Sasa kwa nini unapokosea baba yako wa kiroho anapokuonya unataka uame kanisa? Mbona kwa baba yako kuama?
Maana yako mchungaji unamchukulia kama mshikaji. Kwa baba yako alikutandika, alikuonya, alikukaripia, lakini ukuhama. Lakini leo mchungaji akikuonya, akikukaripia, unaona amekosea. Ambia sasa shauri yako. Lakini mimi ninakushauri usiondoke. Rudi. Huyo ni baba yako. Kuna mahali hakukuelewa. Ndio maana alichukia vile. Sasa siwezi kusema anaendeleaje, lakini ndio yale. Sasa huyu hajatoka vizuri kwa baba yake wa kiroho. Kafika pale amemwambia aone wazee, analeta jeuri ya kirokoni. Bwana kabeba nguo. Kaenda karundika pale robota la nguo. Miangapi? Mazee yako pale na mzumu. Hazikuisha dakika 5. Zile nguo zilizokuwa zimerundikana pale, anashangaa zinageuka zinakuwa ni kichuguu, alafu mchwa unatembea. Anapiga kelele mama, hata Yesu alikuwa na ujasiri naye amtaji tena. Yaani anapiga kelele mama. Hamna chochote. Kakimbia Morogoro, anarudi kwa baba yake kuomba msamaha. Robota la nguo limeteketea, ni kichuguu, majamaa yawezekana yamebadilisha, zimekuwa nguo, yamebeba, yanaenda kuuza na kula. Kwa hiyo unapokuwa na ujasiri kwamba mimi nina Yesu, lazima uwe vizuri pia. Sio umeondoka vibaya alafu na ujasiri, utatandikwa na shetani pako utashangaa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anaachilia ujasiri ndani ya muamini. Kama yuko vizuri na huyo Roho Mtakatifu, hata pale ambapo wengine hawapiti, wewe unapita. Bwana Yesu asifiwe. Huo ndio muhimu wa pili wa Roho Mtakatifu katika vita ya kiroho. Sasa Bwana ameacha robota la nguo kwa sababu limekuwa kichuguu, akaona hapa sasa kitakachotafutwa ni roho yangu. Kama hizi zimekuwa kichuguu, hapa nitakauka. Bio. Robota sikila la kingapi kaacha. Jambo la 3. Roho Mtakatifu utusaidia kwenye eneo la maombi. Maombi ni silaha. Lakini lazima watumishi wa Mungu tujue kwamba Roho Mtakatifu anajua kila kinachoendelea kwenye maisha yako. Kuna wakati anaweza kukupa ratiba ya kuomba, sio wakati wa kuomba. Anakupa ratiba ya kuomba. Kwa nini? Anajua nini kinachoendelea kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana ni vizuri sana kusikiliza. Unaposikia Roho Mtakatifu anakusemesha, usichukulie kawaida. Tunaomba kwa akili, lakini kuna wakati Roho Mtakatifu anaingilia maombi yetu ili kutusaidia tusiangamie. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo eneo la maombi, soma Warumi sura ya 8 mstari wa 26. Taona kitu hicho, utusaidia kwa kuugua. Sasa kuugua huku maana yake yeye anaomba kupeleka mahitaji mbele za Baba. Hiyo ni namna ya kwanza ya Roho Mtakatifu anayotusaidia. Lakini kuna namna nyingine ambayo Roho Mtakatifu anaamua kuingilia kukuelekeza namna ya kuomba. Uombe siku ngapi? Uombe kwa namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Usipofanya hivyo, kinachotokea ni kushindwa vita ya kiroho. Kwa hiyo sisi tuna maombi yetu, lakini hayatoshi. Roho Mtakatifu anasaidia na anakupa mzigo na msukumo wa kuomba. Bwana Yesu atusaidie sana. Mimi kwa kweli Bwana anisaidia sana Roho Mtakatifu kwenye eneo hili, hasa upande wa watoto. Mtoto wangu anapitia vita na changamoto. Familia inapokuwa ndani yake kuna utumishi, vita huwa ni nyingi sana. Lakini kuna wakati na majira ambayo nimerelax kabisa. Yaani sina ratiba kwamba sasa napumzika, leo nakula. Naambiwa Bwana, kwa watoto huko sawa. Unaingia unaomba. Siku moja ameniambia na mimi nilishazoea. Kisha niambia hivyo, tunajua ni masaa 24. Sasa siku moja nimeambiwa sikia mzigo. Na nikasikia mzigo wa masaa 24 kabisa. Binadamu kachoka. Naomba 12 kesho tena nitaendelea. Usiku ninalala, ninaona ni kama nimeharibu watoto wangu. Nimechukua matope nimepapaka. Wengine wana madonda hawawezi kukaa. Kaomba rehema mbele za Bwana. Kabidi kesho yake ni 24.
ndio nikaonyeshwa kwamba nimekuwa sawa. Kwa Roho Mtakatifu ni wa muhimu, anatusaidia kwenye eneo la maombi. Kama usipokuwa na Roho Mtakatifu, mengine yatatokea kama ajali. Kama usipomsikiliza kwenye eneo la maombi Roho Mtakatifu, mengine yatatokea kama ajali. Lakini si kweli ilitakiwa iwe hivi. Ilitakiwa ushinde, ila connection ile ukuisikie. Eneo la lingine ni mwalimu na mshauri. Yeye anakufundisha yasiyofaa, usipofaa kukaa pasipokuwa salama kwenye maisha yako ya kiroho. Yeye anakushauri. Sio yote lazima yawe kwenye maandiko, wapendwa. Mimi nakumbuka mke wangu alikuwa kwenye kikundi kazini kwake, ameingia kwenye kikundi. Roho Mtakatifu akamwambia toka haraka sana kwenye kikundi hicho. Sababu akamwambia toka haraka sana kwenye kikundi hicho. Kwa Roho Mtakatifu anatushindia vita vya kiroho kwa sababu yeye ni mwalimu wa maisha yako. Anajua yaliyo mazuri, anajua yaliyo mabaya. Yale unayoyaona wewe ni mazuri kuyafanya, Roho Mtakatifu anapoingilia kwenye sehemu ya walimu, anakufundisha na kukukataza hili usilifanye. Hata kama unaliona ni zuri, achana nalo, litakuangamiza. Bwana Yesu asifiwe. Na kweli mke wangu alipotangaza kutoka kwenye kile kikundi, ilikuwa ni vita kweli. Hata stahiki zake kumpa ilikuwa ni vita kali kweli. Wengine wanapewa, lakini yeye ilikuwa vita sana kupewa stahiki zake. Kwa hiyo tusingejua, yeye asingejua, lakini aliyemfunulia na kumfundisha na kumwelekeza, hapa ni unapata mkopo sawa, lakini kwenye maisha yako ya kiroho hapa sio salama. Ondoka hapa. Ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ukiruhusu Roho Mtakatifu awe mwalimu kwenye maisha yako na kumsikiliza kwenye eneo la kukufundisha, mambo mengi sana utashinda. Mambo mengi sana utafaulu. Kanisa litafaulu mambo mengi sana. Watumishi watafaulu mambo mengi sana. Ila pale tunaposhupaza shingo, tusimpe nafasi Roho Mtakatifu atufundishe na kutusaidia, ndipo tunajikuta tumezama kwenye matope, kwenye mambo ambayo hatukutakiwa kuzama. Bwana Yesu atusaidie. Yeye ni mwalimu. Je, umemruhusu Roho Mtakatifu kuwa mwalimu kwenye maisha yako? Akufundishe, akusaidie yale usiyoyaelewa. Bwana Yesu atusaidie. Hasa katika nyakati hizi tulizonazo, mbaya tulizonazo, kuna mengine hayatatambulika kwa akili. Hata wa manabii wa uongo, watumishi wa uongo tunaosema huko, wengine sio rahisi kuwatambua kwa kusoma yale Biblia, tutawatambua kwa matunda yao. Wengine hapana. Roho Mtakatifu ndiye anaingilia kati wakati mwingi kuambia hiki sio, huyu siye. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo mfanye Roho Mtakatifu awe mwalimu kwenye maisha yako. Mruhusu, omba Roho Mtakatifu awe mwalimu kwenye maisha yako. Akufundishe. Anaweza kukufundisha biashara, anaweza kukufundisha kazi usiyojua, anaweza kukufundisha kuomba, anaweza kukufundisha kufunga, anaweza kukufundisha kulea watoto, anaweza kukufundisha mambo yote. Roho Mtakatifu anaweza kufanya kazi hii. Lakini shida ni sisi tumemruhusu kiasi gani Roho Mtakatifu awe mwalimu kwenye maisha yetu. Hilo ni homework kwao. La mwisho, Roho Mtakatifu usimama kama moto mkali kwa muumini wakati wa vita au wakati wote. Kama moto, usimama kama ukuta wa moto. Bwana Yesu atusaidie. Anasimama kama moto. Tategemeana sasa. Ule moto huo unatofautiana. Mmoja alikuwa ananipa ushuhuda. Kwa nasikiliza ushuhuda mmoja. Hawa watu ambao wanaingia kwenye giza alafu baadaye wanarudishwa. Akawa anasema mtu aliyeokoka amekaa vizuri na Mungu. Katika ulimwengu wa roho, hapo
kwenye utosi huwa kuna mwenge unawaka hapa, na muda wote anapotembea anatembea na ukuta wa moto unamzunguka. Huyo ni Roho Mtakatifu ndiye anayefanya kazi hiyo. Sasa majeshi ya shetani yanapokuja yanakuta wewe umezingirwa na ukuta wa moto. Sasa kama umeharibu maisha yako, yanakuta matundu yako pale. Matundu. Muulize mwenzako, ukuta wako na matundu? Maana anajua wanafanyaje kule. Wanapokuta kuna matundu, ndipo mashambulizi yanaingia. Unapigwa, mambo yanaharibika. Lakini Roho Mtakatifu anasimama kama moto, maana yeye ni Mungu kamili, kama tulivyoanza kusema kwamba yeye ni moto ula. Nimebakiza dakika zangu 10:45, wewe nimemaliza dakika 9 zimebaki. Sasa nimalizie na eneo, nini kifanyike ili kanisa au mtu binafsi apate ushindi wa vita ya kiroho kupitia Roho Mtakatifu? Mambo gani yazingatie ili Roho Mtakatifu aweze kukushindia vita unayopitia kila nyakati, kila majira? Kwenye vita ya kawaida katika ulimwengu wa mnyama kuna kushindwa. Vita ya kiroho pia kuna kushindwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku nilikuwa nafundisha Sunday school hapa, nikasema ya jioni kwamba kuna wakati nilimtenda Mungu dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu akataka kunifundisha kupitia tukio lile nini huwa kinafanyika Kristo aliyezaliwa mara ya pili anapotenda dhambi. Sasa kuna jambo nilikuwa sijalifanya kwa usahihi. Sasa usiku nikaona natembea mahali fulani katika ndoto. Katika njozi nilikuwa natembea mahali fulani. Nimefika eneo fulani nikakuta kuna kamto fulani kakuvuka. Alafu pembeni ya ule mtu alikuwa amekaa paka mweusi yuko pale. Amekaa ametulia na nitazama. Amekunja miguu na mimi nilikuwa namtazama. Nilipomuona nikaenda kumpiga yule paka. Ghafla akageuka akawa jitu. Bonge la baba limepanda hewani. Sasa na mimi nataka nipigane naye. Ilirusha ngumi moja. Ule upepo wa hiyo ngumi sikuhimili, nikageuka nikaanza mbio. Alafu ghafla wakatokea wenzako wakaanza kurusha mishale. Ilikuwa inanipata inakuja, yani hakuna unaozuilika. Kila unaokuja unapiga. Yaani niko mbio, nimezinduka kwenye ile ndoto na hangaika kweli. Nikamuuliza, Bwana, hiki maana yake nini? Nikumbusha nilichofanya. Nikatubu, mambo yakawa vizuri. Sasa siku hiyo tena akanionyesha sasa kinachoendelea. Nikapita pale nikamkuta yule paka mweusi nimeshatengeneza na Bwana. Nikaenda kumpiga akawa jitu. Ajidai anakuja apigane na mimi. Nilimtandika, alikimbia kama mimi nilivyokimbia. Kumbe tunapokuwa vizuri kiroho ndipo tunashinda vita. Sasa mambo ya kukusaidia. Jambo la kwanza, kubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Warumi 8:14. Kubali. Watumishi wengi bado viwango vyetu, Roho Mtakatifu atusaidie. Wengi bado viwango vyetu vya kukubali maongozi ya Roho Mtakatifu, wengi bado viko chini. Tuombe Roho Mtakatifu kanisa, Mungu atusaidie kwenye eneo la kukubali kuongozwa na Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu. Wengi tunafanya mambo yetu kwa akili zetu wenyewe. Mengi tunayafanya kwa akili zetu wenyewe. Sasa mengi tumeishiwa kuona matokeo yasiyokuwa mazuri. Kwa hiyo mtu anayekubali kujiachilia kikamilifu chini ya Roho Mtakatifu, amuongoze, amwelekeze, amfundishe, mtu huyu siku zote atashinda. Lakini mtu anayetaka kufanya mwenyewe kwa akili zake, kwa ujanja, kama huyo aliyepeleka nguo huko Kilosa, amemkwepa mchungaji wake, akijua si mchungaji atamuomba zaka, Bwana umeuza lete zaka, kafikiri ndio atafanikiwa.
mwisho nguo zilikuwa kichuguu na hakupata hata 100. Kubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Usia kuongoze kila nyakati. Bwana nifanye nini? Leo nifanye nini? Kwenye hili nifanye nini Bwana? Hili limefika, Roho Mtakatifu ni kiongozi. Mimi sijui, ila wewe unajua nitapitaje hapa. Tukifikia viwango hivyo vya kumsikiliza Roho Mtakatifu, watumishi wa Bwana, tutashinda kila eneo. Amina, watumishi wa Bwana. Jambo la pili, kuishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu. Kuishi maisha matakatifu yanayompendeza Mungu. Roho Mtakatifu anaweza kuingia ndani ya mwamini na anaweza kutoka. Itategemeana na maisha unayoishi wewe. Kama utakuwa na maisha michangani, Roho Mtakatifu huwa anatoka, na wakati mwingine Roho Mtakatifu anaweza akatoka na wewe usijue. Unajua, ngoja nikupe mfano huu. Roho Mtakatifu anapoingia ndani ya mtu huwa anakuwa na ishara, si ndio? Ishara ya kwanza ni nini? Ni kunena kwa lugha, si ndio? Ishara ya nje kwamba mtu huyo amejazwa. Sasa Roho Mtakatifu anapoingia ndani ya mtu, nimfananishe na mtu Mtanzania tuseme ameenda kuishi Marekani. Amekaa miaka 5 au 10 Marekani. Si atajifunza American English? Atakuwa nani? Siku akitenda kosa akafukuzwa kutoka Marekani, watamnyang'anya ile lugha ya Kiamerika ndani yake. Kwa hiyo atarudi Tanzania, anazungumza Kiingereza cha Marekani, lakini sio raia wa Marekani. Ndivyo Roho Mtakatifu anavyoingia ndani ya mtu. Mtu anapotenda dhambi, Roho Mtakatifu anapotoka ndani yake, hawezi kumnyang'anya kunena kwa lugha. Ndio maana unaweza ukashangaa ukakuta mtu ananena sana, lakini tunda la Roho hana. Changamoto nyingine unaweza kukuta ni hiyo, yaani imebaki ni mazoea tu, lakini kinachozalisha tunda la Roho ni yule Roho Mtakatifu kuendelea kukaa ndani kwa viwango vizuri. Sasa amekwisha toka, kunena kwa lugha kuna baki ni mazoea. Tayari Bwana yule amekwisha ondoka. Kwa kuishi maisha matakatifu. Nimalizie na andiko hili. Paulo anawaambia Waefeso katika kitabu kile cha Waefeso sura ya 5 mstari wa 18, anawaambia Waefeso, msilewe kwa mvinyo bali mjazwe Roho. Wale majamaa walikuwa wamebobewa kwenye mvinyo haya. Inaonekana. Yanatembea na yumba na mvinyo, lakini Roho Mtakatifu hamna. Unajua mlevi bwana ana tabia nyingi ambazo mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu anaweza akawa nazo. Ndio napenda nikwambie tabia hiyo hata 2-3. Hivi mlevi anapokwenda huwa anazingatia wakati wa kurudi. Anaweza akaingia mapema lakini kutoka akakesha huko. Eva anasema majaliwa. Ndio maana mtu pia aliyejazwa Roho Mtakatifu anapoingia kwenye ibada, sio mtu wa kuangalia saa. Ni vizuri twende na muda, lakini wakati mwingine changamoto inakuwa hivyo. Mlevi aliyelewa kwa mvinyo huwa alijali muda, linakesha huko kwenye baridi. Liko linakoroma kwenye mtaro, baridi inapiga. Liko huko. Aliogopi chochote. Mlevi anaweza akakutana na hata simba, wewe nitakupiga wewe, pisha hapo. Kumbe ni chui. Hawezi kusema hivyo kama hana. Sasa Paulo anawaambia jamani, acheni tabia ya kulewa kwa mvinyo, iacheni. Geuzeni sasa kujazwa Roho Mtakatifu. Alijua Roho Mtakatifu ni wa muhimu kwenye maisha ya Waefeso. Roho Mtakatifu ni wa muhimu tandika magorofani. Roho Mtakatifu ni wa muhimu kwenye maisha ya kila muamini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi naishia hapo. Muda wangu umeisha na dakika 45 kamili. Naomba usimame. Sasa baba kama akija atakuruhusu, naona kuna mkono wa swali. Endelea, mimi nimemaliza muda wangu. Tayari baba ameruhusu. Naomba upe mic hapo. Roho Mtakatifu ni wa muhimu kwenye eneo la vita ya kiroho. Tuzingatie sana wapendwa, tutakuwa salama.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umetolea mfano kwa mtu kijazwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unapotenda dhambi ni kwamba nini? Kunena utaendelea, lakini hayuko ndani. Sasa nitajuaje kama nimeondoka? Inawezekana mimi nikajisabia niko vizuri na ninanena kweli, nitajuaje kama nimeondoka sasa? Nimebaki mazoea. Kwa mtu wa rohoni, Roho Mtakatifu anapoondoka, viashiria vya kwanza, mtu huyo huwa anapoa. Mtu huyo anapopoa, matokeo yake utayaona kwenye maisha yake ya wokovu. Alikuwa vizuri kwenye ibada, anaanza kulegea. Ili kunena ananena kama kawaida. Imebaki hiyo Roho Mtakatifu haichukui. Mwili utaanza kuwa na tabia za mwili zitaanza kuongezeka kama kawaida. Hiyo ni dalili ambazo sio nzuri. Utaona mambo yale uliyokuwa umeyashinda yanaanza kurudi. Tabia zile za mwilini zinaanza kurudi. Kiangalia tofauti hiyo na ukua hivyo, hiyo ni ishara ambayo kwamba wewe umepoa. Sababu Roho Mtakatifu anapotoka ndani ya mtu anapoa. Roho Mtakatifu anapokuwa ndani ya mtu anakuwa katika viwango vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mimi niishie kwa kusema hizo ndizo dalili utakazoona kwenye maisha ya mtu huyu. Karibu Baba, taifilisha kwa maombi. Tupigie Yesu makofi mazuri wakati Baba anakuja.